almawadhi'u allati yunha 'ani salati fiha, sehemu ambazo Muislamu amekatazwa kuswali ndani yake. Kuna sehemu ambazo Muislamu amekatazwa, hafai kuswali kupitia sehemu hizo. Tumeelewana? Kuwa makini. Tushra'u salatu fi umumi al-ardi fi al-jumla, imewekwa sheria ibada ya swala unafaa kuitekeleza kwenye ardhi yote kwa ujumla. Ibada ya swala unafaa kuitekeleza kwenye ardhi yote kwa ujumla. Ad-dalilu min al-ijma', dalili ni miongoni mwa makubaliano ya maulama. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah Mwenyezi Mungu amrahamu amesema, amma ar-ruku'u ma'a sujudi, ama jambo la kurukuu pamoja na kusujudu, fa huwa mashru'un, jambo hili ni sheria, linafaa fi umumi al-ardh, kwenye ardhi yote kwa ujumla, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, ju'ilat liya al-ardu masjida wa tahura, nimejaliwa na kufanyiwa mimi Muhammad hii ardhi ni msikiti, lakini pia mchanga wake ni sehemu ya kujitaharishia, ni sehemu ya kujisafishia. Ndio pale ikiwa umekosa maji unafanya nini? Unatayamma. Fa ayyuma rajulin min ummati, fa ayyuma rajulin min ummati, mtu yoyote katika umma wangu, adrakatuhu salatu, imemkuta swala, fa indahu masjiduhu wa tahuru, ajue yupo na msikiti na yupo na kitu cha kujitaharishia. Kwa maana hiyo, Muislamu ikiwa ameenda sehemu, ni msafiri, hana maji, tuelewana vizuri, atatayamam kwa kutumia vumbi la mchanga ili aweze kukava ule udhu ambao hakutawadha kwa kupitia ni maji. Lakini pia vile vile anaweza kuswali kwenye ile ardhi, kwa sababu ile ardhi kwake ni safi, ni tahara. Isipokuwa sasa, ikiwa kuna dalili hiyo ardhi anataka kuitekelezea ibada ya swala imeharamishwa, tutaona. Ndio hapo ninapokuja sasa. Nenda kwenye kitabu Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyyah, kitabu nambari 26, ukurasa ni wa 251. Tunakuja tawi la kwanza, sehemu ya kwanza ya ardhi ambazo zimeharamishwa, hufai kuitekeleza ibada ya swala. Sehemu ya kwanza, a'tanul ibili. A'tanul ibili, baadhi ya maulama wakasema hiya mawadhi'u iqamati al-ibili 'inda al-ma'i khasatan, ni ile sehemu ambayo wale ngamia wanakwenda kunywa maji. Lakini baadhi ya maulama wakasema ni ile sehemu ambayo ngamia analala, anapumzika, pale hufai kuitekeleza ibada ya swala. Shekhe, mwanielewa? Sisi kule pwani, sehemu wanayolala wanyama tunaita zizi. Nenda hapo kwenye zizi la ngamia. Zizi ni ile sehemu ambayo wale wanyama wanafanya nini? Wanalala, au sehemu ya kupumzika wale wanyama. Sasa kwenye zizi la ngamia au sehemu ya kupumzika wale ngamia, hufai kuswali mahala pale. Nyinyi ndio mko na ngamia, sio? Naomba mnisikilize vizuri inshallah. Si maneno yangu, kijana anazungumza maneno gani? Sisi nazaliwa kwenye ngamia. Mimi siko huko. Mimi nazungumza maneno ya maulama, na je, maulama wana ushahidi wa hadithi? Tutaona inshallah taala. La tasihu salatu fi a'tanil ibili, haiswihi swala katika sehemu ngamia ambayo wanapumzikia. Yani maana yake hata ukaamua kuswali kwenye hiyo sehemu, swala yako haikubaliki, haiswihi. Wa huwa madhhabu al-Hanabila, hayo ni madhehebu ya watu wa Ahmad bin Hanbal. Wa ruya an Malik, pia imepokewa kutoka kwa watu wa Imami Malik. Wa huwa qawlu ta'ifatin min al-fuqaha, pia ni kauli ya kundi fulani kutokamana na maulama. Wakhtarahu Ibn Hazmi, pia ni kauli amechagua Ibn Hazmi.
wa Ibn Uthaymeen na mwanachuoni Ibn Uthaymeen. Nenda kwenye kitabu Kishaful Kinai lilbahuti, kitabu nambari 1 ukurasa ni wa 294. Nenda kwenye kitabu Sharh Sunna lilbaghawi, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 405. Nenda kwenye kitabu Al-Muhalla Ibn Hazm, kitabu nambari 2 ukurasa 341. Nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti Ibn Uthaymeen, kitabu nambari 2 ukurasa ni 243. Al-adilla, tuangalie dalili sasa. Minas sunnati, kutokamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaangalia hadithi ya jamaa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, sallu fi marabidil ghanami, swalini umma wangu katika zile sehemu ambazo mbuzi wanapumzikia, yani mbuzi, kondoo, zile sehemu ambazo wanapumzika na kulala, mnaweza kuitekeleza ibada ya swala hapo, mnaruhusika swalini. Huyo ni mtume ya jamaa. Wala tusallu fi a'tani al-ibli, na wala msijaribu kuswali sehemu ambazo wanapumzika ngamia. Haya, mzee ni mimi, usije ukaniambia wacha wewe. Sio mimi, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika riwaya imekuja ya kwamba ile sehemu wanayopumzikia pale mbuzi ni sehemu ambayo ina baraka ndani yake, na ile sehemu wanayopumzika ngamia ni sehemu ambayo ipo kwa ajili ya mashayatini. Sehemu ile wanapumzikia ngamia, mashetani ndio wako hapo wengi. Rawahu Ibn Majah, hadithi imepokewa na Ibn Majah kwa nambari 629. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sunani Tirmidhi, utaipata kwa nambari 348. Wajhu dalalati, tuangalie mwongozo wa dalili. Annahu naha ani salati fi ma'atinil ibli, hakika ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kuitekeleza ibada ya swala katika sehemu wanayopumzikia ngamia. Walwuquu fima naha anhu sallallahu alayhi wasallam, na kufanya kitu ambacho Mtume amekikataza, maasiyatun, hayo ni maasi. Na maasi ukifanya unapata nini? Unapata dhambi. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo jambo amelikataza, mimi na wewe tunatakiwa tuseme sam'an wa ta'an ya Rasulullah, tumesikia na kutii ewe Mtume wa Allah. Isije maswali mengi sasa, inakuwaje? Yani sehemu ambayo wanapumzika ngamia mimi sifai kuswali kweli, na hata nikuswali swala yangu haikubaliwi. Hayo ni maneno ya Mtume, si maneno ya Sheikh Isa. Wala yumkinu an tanqaliba al-ma'siyatu ta'atan, na hata siku moja haiwezekani yakabadilika maasi yawe ni jambo la sawa la kutii. Maasi ukiyafanya ina maana umekwenda kinyume na nini? Amri. Lakini ukiacha maasi ina maana umetii amri. Kwa hiyo moja kwa moja, maadamu Mtume amelikataza, moja kwa moja halifai hilo jambo kulifanya. Wa ala dhalika, na juu ya hilo sasa, fala tasihu salatu, wala haikubaliki swala na wala haifai swala kuiswali sehemu wanayopumzika ngamia. Nenda kwenye kitabu, ngoja mzee, nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti Ibn Uthaymeen, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 244. Nafikiri insha Allah taala ningependa tusimamie hapa insha Allah, lakini kuanzia siku ya Jumatatu tutakuja kuangalia, je, inafaa mtu kuswali bafuni? Je, mtu anafaa sehemu ya kuogea kuswali? Tutakuja kuangalia insha Allah taala.